Wewe. Wananchi sikizeni. Cheki. Changa. Tafuta rengo toka huko. Bomba lazima ikwe kila sherehe yote. Lazima kinywaji au sinigonge nimechill. Bali lazima sherehe yote pombe ikue. Nilikuwa nasema hivi, wananchi sikizeni. Nataka msikize vizuri sana. Sababu kile nataka kuwaambia ni kitu itawasaidia. ODM ni moja. Na ni yenye inaongozwa na Oburu Odinga. Kabisa, ongea wanawa. Hii ya Sifuna ni upepo wa kupita. Unfortunately, si kitu ya plastic. Na nitawaambia sababu. Sababu ni hivi. Unajua Kenya tuna mazoea. We have this thing inaitwa trend. And you know trend. Hii trend ndio kitu imeconfuse Sifuna na Babu wafikirie ni real momentum yenye iko kwa ground. In short, wale watu wako wanatumia social media, most of them Gen Zs, na wale wanajitanga keyboard warriors, wanafuatanga kitu inaitwa trend. So let's say ni 100% tunataka kufanyia hesabu hapo, sawa? 50% ni trend, sawa? Hii 50 ingine percent yenye imebaki ndio wale genuinely wanasupport Sifuna na Babu. Unaelewa? Watu wangu, kati ya hii 50%, let's assume 25% ni wale walitoka na Sifuna kwa baba. Wale walikuwa wanasupport baba. Na hii 25% ingine Masai ni wale watu wa upande wa Mnyoro, because walitumwa, ni wale watu wangetaka sana kuona ODM imeisha. So definitely they will support nani? Wata support Sifuna ili nini? ODM isambaratike. ongea wanawa. Tuko hapo. Number 2, 25 tumekubaliana ni ya Mnyoro, 25 tumekubaliana ni wale walitoka na Sifuna kwa baba. Sasa hesabu iko hapa. Sifuna ako na option mbili. It's either asimame peke yake ama aende aungane na the other side, because yeye anatoka kwa ODM, anatoka side yetu, si ndio? Sasa akienda hiyo side nyingine, of course hawa wa baba watamdrop like hot potato, watamdrop like it's hot, kwa sababu siamini mtu yote mwenye alikuwa anapenda baba na roho yake atafuatana aende apigie Gachagua kura, atafuatana aende hiyo side. Kama ako hapa wala ijitokeze. Hakuna mwenye alikuwa anapenda baba atajifuata na mguu yake apate Sifuna aende apigie Gachagua kura. So kile kimebaki hapa ni ajisimamishe peke yake. And sasa that is the worst. Ndio atakuwa ameharibu. Unajua kwa nini? Because ni this 25 wenye walikuwa wametumwa kama project. Of course they know their way home. Wataenda kwao. Kwa Gachagua. Hawatampigia. Atabaki na 25% hii ya watu wenye walitoka naye wapi? Kwa baba. 25%. Ngoja siasa ijaanza. Siasa itaanza. Matusi itaanza. Gen Z are the same people that told us last time si wa kabila. Wacha wakati baba alikufa. Muliona matusi yenye walitusiana online. Muliona venye walijibizana. Hata tu wakati wenye Gachagua alitolewa. Wakajibizana tukajua kumbe nyinyi ndio mlisema mtatoa kabila Kenya na hamwezi. Kumaanisha temperature, wakati political temperature itapanda, wataanzana tena online. Na wakianzana online watatusiana, so watapandishana mahasira, wakasirike. Of course they will go tribal. Sasa kila mtu atapiga mali kabila yake iko. Na ujue Sifuna amebaki na hiyo 25. Kati ya hiyo 25, sasa kila mtu atapiga mahali kabla yake iko. Tu assume sasa Wajaluo warudi, waende wapigie Ruto. Of course ni 2 term. Ruto ndiye yako. Na huyo ndio candidate wao. Atabaki na nani? Atabaki na Waluya wake. Mimi kama mimi, of course nitoe. Siko ndani. Na Waluya wote wenye wako soba hawako ndani. Unajua kwa nini? Western, they have this tendency ya kutoa viongozi these young leaders that are very great and they are very intelligent, very vibrant leaders. But shida iko hapa.
they always make a wrong choice. They make a wrong choice every time, over and over again. Niangalie Western, kuna young leaders. Unajua kwa nini? Kwa sababu they keep on repeating the same mistake again. Kwa nini? Ababu alikuwa hapo. Sasa mliona mali yako. Sasa hii anategemewa kupewa. Ndio huyu Malala. Ndio huyu hapo. Sasa hii anategemea ni apewe. Wameenda hivyo. Those are not the great leaders tumeamuka. Natembea. I will support my brother. Alikuwa hapa. Natembea ndio huyo ndiye alikuwa ameanza tu. Of course hata si youth. But now ako wapi? Imezima hivyo. Why? Because they always make the same mistake. Look at this one, Sifuna. Na hii moto yote, I will advise him and make a very stable. Kwanza akae chini afikirie, and make a decision yenye itamsaidia sana. Kwa nini? Kwa sababu mahali amefika. Honestly, amekaribia. You are in the government and you want to make a mistake ya kutoka nje, uende uanzie huko kurudi in the same government. Really? Kwa nini usi negotiate your way up? Sazili uko kwa government already. A negotiate his way up akiwa kwa government already. Kwa sababu ni rahisi kupanda hapo ukiwa hapo kuliko kwenda kuanza. Nyinyi mnaona Ruto na mkono yake peke yake single-handedly alitoa hiyo uongozi mlima akateremsha. Na mimi sitarajii mtu yote mwenye anatoka Western, Kisii and Nyanza, sorry namaliza, sitarajii mupigie mtu yoyote kura isipokuwa Ruto. I'm sorry, isipokuwa Ruto. Why? Sababu ni anawavutia uongozi kutoka huko mbali, amewaletea, amewafikishia kwa mlango. You want to make a mistake ya kuiacha irudi huko, and you think kuna mtu strong kama Ruto mwenye atawatolea huko awavurutie tena mfike huko. Fikirieni vizuri my people. Kwanza Waluya mjipange. Every time mnaambiwa, sikizeni. Every time mnaambiwa nini? Umeambiwa mara ngapi? Mjipange nyumba yenu. Wenda ikawa mtaachiwa ikiti. Na mnataka kufanya hii makosa ya kutoka already ya kuenda the other side. Mubaki tena akimutangoja miaka mingi. Mutangoja miaka mingi. There's no one strong. Tuko na kina Mudavadi walianza kitambo mbele ya Ruto. Ni wazee huko na viongozi. Hawako manage kuvuta hiyo uongozi kutoka huko wapeleke at least waangalize upande wa Western. Hawakuweza. Sasa zile Ruto peke yake venye ako strong amemanage kuwasongesha karibu. Mnataka tena kuachilia rudi mbali ndio mtajua kuivuta hiyo kitu sio rahisi. Mmenisikiza? Sasa fanyeni hivi. Kwa sababu nyinyi wote hapa mmeelewa hiyo sababu nimewapigia na mmeelewa vizuri Sifuna hakuna mali anaenda. Honestly hakuna hiyo option. Wewe mtu ambaye uko na mbele sana wewe. Honestly hii ni passing cloud. If either I make choice arudi mimi juu sahi mguu yake moja hajatoka sana kabisa. Tuassume ni mguu moja iko nje na nyingine iko ndani. Ningekuwa yeye ningerudi mahali nilikuwa nipigie sabu yangu hapo. And that is what he should do. Ya pili ni babu na mhurumia. Wacha nimalizie hapo. Hata ni babu ninahurumia. Sawa mhurumia. Unajua ninamhurumia kwa nini? Alianza vizuri. You say you cannot go kwenda kwa nyumba upate wazee wamekaa, wewe ni kijana mdogo, alafu unataka kwenda kuwapatia direction of what to do. Mtoto mzuri ukaa chini, usikize, learn from the wazee. And this time round hata hatungekuwa tunasumbuana. Kama babu angekaa na upole yake, asikize wazee. Saa hii yeye ndiye angekuwa amepatiwa hii party leader, ingekuwa ni story. Lakini sasa yeye alianza na hiyo spirit ya rebellion way back before even baba alikufa. Na hiyo ndiyo imemletea shida. Gavana atashinda namna gani? Ndugu yangu atashinda namna gani? Haiwezekani. Na hiyo ndio kitu nataka kuambia. Hawezi shinda. Wacha explain. Wewe acha ng'aa hapo wewe. Mama ndo takwa na wewe. Atashinda na support ya kina nani? Mimi niwaambie vizuri. Hii mnaona inazunguka around in the country, Western, Busia, wapi na watu
wanashangilia na wanashangilia. Hii ni cloud ya kupita. It is a trend. Hawa Gen Z waulize, wengi wao hawajui hata polling station. Hawajui polling station. So for that, na hii jioni nataka mfikirie sana. Na kila mtu asimame nyuma ya Oburu Odinga. Kwa wale walikuwa loyal to Baba, si expect him change route. Otherwise, ni nyinyi ndio mlikuwa mnadandia watu, so mislead you for nothing.